na ili mwanafunzi achaguliwe kuendelea na masomo ya kidato cha 5 ni lazima awe amefaulu mitihani ya taifa ya kidato cha 4 katika masomo yasiyopungua 5 au zaidi katika kiwango cha A, B, C na D. Aidha, kiwango cha chini cha kuchaguliwa ni ufaulu wa alama C3 na alama D2. Hii naomba nirudie, ndugu waandishi wa habari, kwa ajili ya kutusaidia kutoa taarifa. Kiwango cha chini cha mwanafunzi anayemaliza elimu ya lazima ili achaguliwe kujiunga kidato cha 5 ni lazima awe na ufaulu usiopungua C3 na D2. Ufaulu huu unahitaji masomo aliyofaulu yawe na tahasusi combination zilizoandishwa na Baraza la Mitihani la Tanzania, yani NECTA. Nina furaha kubwa kutangaza rasmi kuwa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar imekamilisha zoezi la kuwapanga wanafunzi waliofaulu na kuendelea na kidato cha 5 kwa mwaka 2026/27 ambao wametimiza vigezo vya kujiunga vilivyowekwa. Wanafunzi hawa ni kutoka skuli za serikali, skuli binafsi na wanafunzi wengine wa kujitegemea. Zoezi hili limeendeshwa kwa umakini mkubwa, uwazi na kwa kuzingatia misingi ya haki ili kuhakikisha kila mwanafunzi aliyefaulu anapata nafasi anayostahiki kulingana na ufaulu wake na tahasusi aliyochaguliwa. Ikumbuke kuwa zoezi limefanyika kupitia mfumo maalum wa usajili wa wanafunzi, Zanzibar Student Allocation System, ambao unamwezesha kila mwanafunzi mwenye sifa kujisajili na kuchagua tahasusi anayotaka kwa mujibu wa ufaulu wake. Hii ni system kwa mara ya mwanzo ndani ya Wizara ya Elimu tunaitumia kwa ajili ya kusajili wanafunzi advance. Tunaanza kuwazoesha mazingira ya vyuo, kwa sababu hakuna chuo unaomba manual kama ambavyo utaratibu tulikuwa tunatumia zamani. Kwa nipongeze sana Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, Katibu Mkuu na timu yenu kwa kuja na ubunifu huu. Wanafunzi walitangaziwa miezi kama 5 iliyopita, wakatakikana waombe kwenye mfumo, na niwapongeze wanafunzi wetu, wamekwiva wote, wameweza na wakaweza kuomba na wakafanya choice ya tahasusi ambazo waliona wanafaa kutokana na ufaulu wao. Ndugu waandishi wa habari, kwa haraka naomba nitoe takwimu za udahili huu. Kwa mwaka 2024 jumla ya wanafunzi 26,730 walifanya mitihani ya taifa kwa upande wa Zanzibar. Kati yao wanafunzi 6,327 sawa na 23.67 walitimiza vigezo vya kujiunga na kidato cha 5, lakini kwa mwaka 2025 jumla ya wanafunzi 20,764 walifanya mitihani ya kidato cha 4. Kati yao wanafunzi 8,835 sawa na 42.54 walikidhi vigezo vya kuendelea na kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 26/27. Takwimu hizi zinaonyesha ongezeko la 18.87 ukilinganisha na idadi ya wanafunzi waliotimiza sifa za kujiunga na kidato cha 5 kwa mwaka 2025/26. Hivyo jumla ya wanafunzi 7,568 wamepangiwa kuendelea na masomo yao. Kati ya wanafunzi hao 3,150 ni wanaume ambao ni sawa na 40.9 na wanafunzi 4,418 sawa na 59.09 ni wanawake. Wanafunzi 7,372 wamepangiwa kujiunga na kidato cha 5 katika skuli za sekondari Unguja na Pemba, na wanafunzi 196 watajiunga katika tahasusi ya sayansi na teknolojia katika chuo chetu cha Karume ambacho maarufu tunakiita KIST. Ongezeko hili linaashiria mwamko wa wazazi na wanafunzi wengi waliohamasika katika masomo yao ikilinganishwa na ilivyokuwa miaka ya nyuma. Aidha, ufaulu huu wa wanafunzi wa kike katika matokeo haya na upangaji huu, ufaulu wa wanafunzi wa kike umeongezeka kwa 59.09 ikilinganishwa na 57.06 ya mwaka 2024/2025, jambo linaloonyesha
mwamko chanya wa watoto wa kike katika kupata elimu. Ndugu waandishi wa habari, wizara inapenda pia kutangazia umma kuongezeka kwa tahasusi mpya kwa mwaka huu ya IKL ambayo ni Islamic, Kiswahili and English, katika orodha ya tahasusi ambayo mwanzo haikuwemo katika orodha ya tahasusi zilizotolewa, na pia kuongezeka kwa tahasusi zenye somo la utalii. Hizi ni katika jitihada za wizara ambazo zinapelekea kuongezeka idadi ya wanafunzi watakaojiunga na masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka 2026-2027. Ndugu wanahabari, wanafunzi wamepangwa katika tahasusi ya masomo yafuatayo. Tunayo tahasusi ya science, tahasusi ya sanaa, tahasusi ya biashara, tahasusi ya utalii na tahasusi ya uhandisi kama inavyoonekana kwenye jadwali, na hili sitaki nilisome, lakini nitatoa tu takwimu za kila tahasusi imepangiwa asilimia ngapi. Tukienda kwenye tahasusi ya science, kwenye tahasusi ya science tunazo tahasusi mbalimbali. Tunayo PCM, PCB, CBG, CBN, PGM na PMCs, ambazo katika tahasusi hii tunazo skuli nyingi ambazo tumepangia, ikiwemo Lumumba, Tumekuja, Mpendae, Bembela, Haile Selassie, Parara, Dr. Salmina Amur, Dr. John Pombe Magufuli, Dr. Ali Mohamed Shein, Ramadhani Faki, Mtule, Mikindani, Regeza Mwendo, Umoja Uzini, Hasnu Makame, Fidel Castro, Chasasa na Utaani kwa wanawake, Ole, Kiwani, CCK Sekondari, Indua, Dr. Amani Abedi Karume na Madungu. Hizi shule zote ni science ambazo zimepangwa na jumla ya wanafunzi 4,061 kati ya 7,000 tumewapangia kwenye fani ya science. Hii inaonyesha jitihada ya serikali katika kuhakikisha inaandaa wataalamu wa kutosha ambao watakuwa katika fani za science kwa nchi yetu, na asilimia 53.66 ndio ambao wamepangiwa kwenye asilimia kwenye fani hii ya science. Lakini tunayo fani pia biashara. Fani ya biashara tunayo EBUSC, HGE, FLE, BUAC, ECM na EGM, ambazo shule zinaenda kutoa fani hii ya biashara. Tunayo Bembela, Zanzibar Commercial pamoja na Chasasa. Wanafunzi ambao wamepangiwa huko ni 239 ambao ni sawa na asilimia 3.15. Lakini pia katika fani tahasusi ya utalii tunazo combination mbalimbali. Tunayo GTK, GTL, GTR, GTK, HTL na HTR, ambao shule zitafundisha tahasusi hii ya utalii ni skuli ya sekondari Chukwani, skuli ya sekondari Makunduchi, Kiembe Samaki, Balozi Sefu pamoja na Dr. Shein. Wanafunzi ambao wamepangiwa jumla yao ni 468 ambao ni sawa na asilimia 6.18. Lakini pia tunao mchipuo wa sanaa ambao hizi tunazo combination tofauti tofauti ikiwepo HKL, HGL, IHG, IHK, IHR, KLF, HGK, HGF, KLF, KLR, HGR, IKL, HLR, KLS, IHL, KRF na LFR. Hizi shule ambazo zimepangiwa ni Faraja, Ali Hassan Mwinyi, Mwanakwerekwe C, Abudu Jumbe Mwinyi, Maungani, Dunga, Nyuki, Jang'ombe, Chuo cha Kiislamu Nguja, Bwejuu Charity, Hassan Hamis Hafiz, Kiponda, Uweleni, Idris Abdul Wakil, Mchanga Mdogo, Shamiani, Konde na CCK Pemba. Kwa hiyo kwa fani hizi ya sanaa, hizi ndio shule ambazo wanafunzi wataenda kusoma. Jumla ya wanafunzi waliopangiwa shule hizi ni 2,604 ambayo ni sawa na asilimia 34.40. Na fani ya mwisho kwa upande wa Zanzibar ni fani ya uhandisi
ambayo hii kama ambavyo nilisema awali, wanafunzi wote wale 176 wataenda 196, yes, wataenda katika chuo cha teknolojia Karume au KISTI, na wanafunzi waliopangiwa wote ni 196 ambao ni sawa na 2.58. Kwa ujumla huo ndo mpango ambao wizara tumepanga. Napenda kuwatangazia wanafunzi wote waliochaguliwa kuwa wanatakiwa kuripoti katika skuli walizopangiwa siku ya Jumatatu.